Je, umewahi kujiuliza wakati dunia inatumia lugha moja kuzungumza, ni nani anayefaidika? Wakati Kenya na Tanzania, mataifa mengine katika Afrika yanatumia Kiingereza kama lugha yao ya kufanyia mambo rasmi, kufundisha katika shule zao, kuandika vitabu, manuals. Umewahi kujiuliza ni nani anaye benefit na dunia mzima kuzungumza moja? Wakati West Africans wanapozungumza kufanyia mambo yao kwa Kifaransa, ni nani anayefaidika na mpangilio huo? Je, ni Waafrika ama ni Waingereza? Wakongo wamefaidika kwa kutumia Kifaransa. Kati ya Wakongo na Wafaransa, ni nani amefaidika na mpango huu? Mimi naona hivyo. Watu ambao hawakukimbia kutupa lugha zao ili kuembrace lugha za wakoloni, huwa wanajifanyia mambo yao na wanafaulu kuliko wale ambao walisawishiwa kutumia lugha za makaburu. Angalia nchi ya Japan, wao wanatengeneza magari yao, wanatengeneza kamera na simu, na wanatengeneza hizo manual kwa Kijapan, lakini dunia yote inanunua magari hayo, inanunua kamera hizo na simu, hata kama ziko na maandishi ya Kijapanese. Angalia Uchina, wao wanaanzisha viwanda kutoka scratch. Wanatengeneza magari, wanatengeneza simu, wanatengeneza circuit, wanatengeneza vitu nyingi tu wakitumia lugha yao ya Kichina. Na dunia yote inavinunua vitu hivi na kutegemea maarifa yao bila ya wao kusawishiwa kutumia lugha ya Kiingereza au Kifaransa au Kijerumani. Angalia nchi za Afrika, ni nchi gani inayofanya viwanda kutoka scratch?